Arrizqu naw'ani, rizqi zipo aina mbili. Wewe una gani kati ya hizi mbili? Kuna ile muaqqatan wa ghairu muaqqatan. Kuna rizqi ya muda maalum inakatika na ghairu muaqqatan, na kuna ile isiyokatika. Inayokatika hii imekusanya chakula, mavazi, pengine kazi, watoto. Hii ni muaqqatan, ipo kwa muda maalum. Na ghairu muaqqatan, ile isiyokatika, hii ni amalu salihah, ni matendo mema. Haya yatakuwa na wewe hata baada ya kufa kwako, utakapoingia kaburini, basi matendo mema yatakuwa na wewe. Hii ni riziki pia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbi, nakuomba nisaidie, nifanye wepesi katika kukutaja wewe. Hii ni riziki, mpaka Allah akuruzuku hii kwamba kufanya wepesi katika kufanya ibada. A'inni ala dhikrika, nifanye wepesi, nirahisishie katika kukutaja wewe, wa shukrika, na kukushukuru, wa husni ibadatik. Lau utaikosa riziki muaqqatan, hii riziki hapa duniani, pengine ukaona riziki ndogo hapa duniani, wewe usihuzunike lau utakuwa na hii riziki kubwa. Lakini lau utakuwa na riziki nyingi hii muaqqata ya muda maalum, lakini ukaikosa hii riziki hii, basi wewe umepata hasara. Allah tabaraka taala sema, fa amma man a'ta wattaqa, yule mwenye atapeana, atakuwa mwepesi katika kutoa, wattaqa, na akawa mcha Mungu, wa saddaqa bil husna, na akasadikisha lo kwa mazuri, fasanu yassiruhu lil yusra, basi tutamfanya wepesi yeye katika kufanya ibadat. Allah tabaraka taala atakupatia riziki hii. Wa amma man bakhila wastaghna, ama yule mwenye atakuwa bakhili, yani hataki kutoa kwa namna yoyote ile, wastaghna, na akajitosheleza, yona yeye hahitaji usaidizi wa mtu yoyote yule, wakadhaba bil husna, na akakadhibisha lo kwa mazuri, fasanu yassiruhu lil usra, tutamfanya uzito sana, atakuwa yeye si mwepesi wa kufanya ibada. Allah atamnyima hii riziki hii. Kama umenyima riziki hii, muombe Allah tabaraka taala akuruzuku hii riziki, usikose kabisa. Hii ni madrasa yangu. Ni aibu ya kwamba sehemu watu wanaisoma dini yao wamtambua Allah tabaraka wa taala ni nani, basi ipo kwa namna kama hii, kwamba mbao zimeoza, chini hakuna busati, juu mabati ya vuja, kukinyesha basi kwa waje. Hivi ndio kunakuwa. Ni aibu kwa kweli. Watoto wasome, bidii watoke waende msikitini. Waislamu tufanyeni maarifa. Hii itakuwa ni aibu sehemu watu wanaisoma dini yao wamtambua Allah tabaraka wa taala, na itakuwa kwa namna kama hii. Namba iko hapo chini. Na hii itakuwa ni sadaqatul jariya kwako, ni sadaka yenye kuendelea. Ni kitu kidogo utakuwa umetoa, lakini kwa Allah tabaraka taala utayapata malipo yake, na utaendelea kupata thawabu hata baada ya kufa kwako.